Nchakali Podcast. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji na msikilizaji unayetufuatilia na kukaribisha katika podcast ya Nchakali, msimu maalum, msimu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, msimu ambao tunawaangazia wanaoitumikia na kuihudumia Qur'anul Karim. Na ni mfululizo wa vipindi hivi vya msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Niendelee kukusihi tu na kukukumbusha ya kuwa unaweza kufuatilia mfululizo vipindi hivi kupitia katika platforms zote za podcast. Tunapatikana huko kama AD+ Swahili, lakini ukipendelea kufuatilia podcast hii kwa njia ya kuitazama, basi unaweza kufanya hivyo kupitia katika YouTube channel yetu, inakwenda kwa jina hilo hilo la AD+ Swahili. Mimi naitwa Rajab Msami, ndiye nitakaye kuongozea podcast hii, na leo ikiwa ni siku nyingine ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, tunakutana na mgeni mwingine miongoni mwa wale ambao wanaitumikia Qur'an. Taratibu wetu ni ule ule, tutafanya naye mazungumzo, atatueleza safari yake na Qur'an, lakini tutapata kusikia kwa dakika chache sana akitusomea Qur'an na mengine mengi. Nikusihi wewe unayetufuatilia usiache kuendelea kutufuatilia. Ndio kwanza tunaanza podcast yetu siku ya leo. Sheikh, karibu sana. Utatueleza unaitwa nani, lakini utatuambia kuwa ni kwa namna gani unakitumikia kitabu cha Allah tabaraka wa taala, alafu kuanzia hapo tutaendelea na mazungumzo yetu. Karibu sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Abdul Malik Ramadhan Suleiman. Mimi ni mwanafunzi, nilikuwa mwanafunzi wa Ibn Jazar, lakini sasa hivi niko katika durusu al-Islamia katika chuo cha Ihyai kinachopatikana katika maeneo ya Mtoni kwa Azizi Ali. Mashaallah. Karibu sana, karibu sana. Kabla hatujazungumza mengi kuhusiana na wewe na Qur'an, ni ada yetu sisi katika kikao hiki cha Nchakali Podcast, hususan ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, mwezi wa Qur'an, na kwa kuwa tunaizungumza Qur'an, basi ni ada yetu kufungua mazungumzo yetu haya kwa kupata kisomo cha Qur'an. Kwa hiyo nikupe fursa hiyo Sheikh, uweze tusomee Qur'an kwa uchache wajapo dakika 2-3, alafu tutaendelea na mazungumzo yetu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast, hii ni podcast maalum ya msimu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Namna hiyo kama ambavyo tumeweza kusikia kisomo, na tupo na Sheikh ametueleza ya kuwa yeye alikuwa ni mwanafunzi katika kituo cha Ibn Jazar na kwa sasa bado anaendelea kusoma, lakini tuna mengi ya kuzungumza naye kuhusiana na Qur'an. Sheikh, kumbushe tena jina lako. Abdul Malik Ramadhan. Naam, Abdul Malik Ramadhan. Ibn Jazar umesoma kwa muda gani? Miaka 4 umesoma pale Ibn Jazar. Okay, kwa sasa hivi unasoma Ihya Mtoni, ambapo sasa hivi unasoma nini? Unasoma Durusul Islamia. Level gani? Mashaallah. Haya, twende tuiangazie safari yako na Qur'an. Ulianza kuisoma Qur'an wapi na hatua gani ulipita mpaka leo hii hapo ulipo? Kwanza kuisoma Qur'ani nimeanza hapa Dar es Salaam. Nimeanza katika maeneo ya Ubungo ambapo ndio nyumbani. Ambapo ni nyumbani, lakini si nyumbani rasmi. Tumehamia tu, lakini kwetu hasa Singida. Okay. Singida. Pia safari yangu si kama wengine. Na safari yako ina tofauti kidogo. Ina tofauti kidogo. Mashaallah, tusikilize utofauti wake. Karibu. Utofauti wake, sikuwa Muislamu kwanza. Mashaallah, hukumu Muislamu. Tuanzie na safari hii. Ilikuwaje mpaka kutoka huko ulipotoka na kuingia katika Uislamu? Kwanza nilikuwa nikiishi kijijini huko Singida. Kijiji gani? Kijiji kinaitwa Kitopeni. Kitopeni, Singida. Baada hapo nimeishi sana kule, nimeishi sana. Ndipo ulipozaliwa? Nilipozaliwa ndio. Baada ya kuishi kule nilikuja huku kwa sababu wazazi wangu walikuwa huku. Kwa uliwafuata wazazi. Kule ulikuwa unaishi na? Nikiishi na bibi. Okay. Kwa hiyo nimefuata wazazi. Baada ya kuja huku ndo safari yangu ya kusilimu ndo ilianzia hapo. Wazazi huku walikuwa wao bado si Waislamu? Bado. Alafu pia baba yangu kafariki. Yaani na mama tu. Mbaki na mzazi mmoja ambaye ni mama. Baba yangu kafariki, mimi nilikuwa mdogo sana. Kwa hiyo nimekuja huko nilikuwa namfuata mama. Mama yako ndio. Ambaye mama pia alikuwa kaolewa na mume mwingine. Nimekuja, lakini mume wake alikuwa Muislamu. Mama alikuwa bado hajasilimu pia. Okay. Nimekuja huku, yule baba alikuwa hakalifishi, hakulazimishi kwamba wewe uwe katika dini gani. Yeye alikuwa Muislamu, mama Mkristo. Na mimi pia nilikuwa Mkristo. Kwa hiyo baada ya kuja, wakati ulikuwa unaitwa nani? Rafaeli. Rafaeli Dominiki. Kwa hiyo baada ya kuja nikawa nikiishi nao, nimeishi, lakini mazingira ya Uislamu niliyapenda kwa sababu zile culture zao, tamaduni zile. Yaani wana tamaduni nzuri. Ndio. Wanahamasisha watu wajistiri.
watu wasinywe pombe, kwa sababu vitu vyote wanavyovihamasisha vifanywe vina faida. Pia vikiachwa vinakuwa vina faida. Ushaona? Kwa hiyo nikapenda hii tamaduni kwa sababu kule kuvutiwa na tamaduni ya Uislamu. Na Uislamu na mambo mengi mazuri sana. Kwa hiyo moja wapo yalonivutia ni hayo. Kwa hiyo baada ya kuvutiwa, kati yako wewe na mama ni nani alianza kuingia kwenye Uislamu? Ilikuwaje baada ya kumweleza mama kwamba mimi nimevutiwa na tamaduni za Uislamu na ingia katika Uislamu? Kidogo ilikuwa changamoto, lakini kwa sababu mimi niling'ang'ania jambo langu. Kwa hiyo nikawa wepesi, nikawa na msimamo. Kwa hiyo ingawa alisuasua katika kuniruhusu, lakini mwishowe aliniruhusu. Nikasilimu. Kwa hiyo baada ya kusilimu ndio hivyo nikaendelea. Nilianza kusoma madrasa. Nilisilimu kwanza mwaka 2016. Mwishoni ilikuwa mwezi wa 11. Sijasahau. 2016 mwezi wa 11. Baada ya kusilimu hapo nikaanza kusoma madrasa. Ubungo hizo. Ubungo hiyo. Nimesoma madrasa. Kwa mwaka ule nilihifadhi juzuu moja ndani ya mwezi ule. Mwaka ule wakati ulikuwa na umri gani? Nilikuwa na miaka kama 13. Miaka 13. Kwa hiyo baada ya kusilimu ndani ya mwaka ule 2016 ukahifadhi juzuu moja. Ubungo ulikuwa unasoma hapo? Ubungo nilikuwa nasoma eneo ya Msewe. Madrasa ilikuwa inaitwa? Madrasa inaitwa Jumuiyatul Islamia. Pale Ubungo Kibo. Kwa hiyo baada hapo nilianza kusoma, nimeanza kuhifadhi mwaka huo ambayo ilikuwa mwezi wa 11, mwezi wa 12 ndio nimehifadhi. Nikaendelea pia 2017 kwa sababu nilikuwa namaliza darasa 7 pia. Nikahifadhi pia darasa 7, nikahifadhi juzuu 3. Jumla nikawa 4. Zikawa 4. Baada ya pale sikutaka tena kuendelea na masomo ya shule kwa sababu nilikuwa na hamu ya kujua Uislamu. Imenoga sasa. Kwa hiyo nikamwomba mamangu aniruhusu nikajiunge na kituo cha Ibn Jazari kwa sababu nimekijuaje kituo hicho. Kuna mwalimu alikuwa akifundisha Jazari. Anakuja kule siku za weekend kutusaidia kuhifadhi. Ukaona kama huyu ni mmoja yuko hivi, mimi nikienda huko jikoni ndio itakuwa vizuri zaidi. Kwa hiyo baada ya kutaka hivyo ikawa ngumu sana. Nilizuiliwa. Mama hakukubali kwa sababu shule nilikuwa nikifanya vizuri, nilikuwa nikiongoza wa kwanza. Kwa hiyo akaona kama mustakabali wangu kwa shule utakuwa umekatika, umekufa. Kwa hiyo tulizozana kwa kweli. Tulizozana kwa mpaka akataka kunipa radhi pia. Lakini mwishowe mamangu alikubali hivyo kwa shingo upande, lakini kwa maana wewe ulipigania msimamo wako. Ndio. Alikuwa anasema waenda usoma haya uwe nani? Ukagombania msikiti. Unaenda kusoma Qur'an ukagombania msikiti. Basi ndio hivyo. Mwishowe akaniruhusu. Nikaenda kujiunga na kituo cha Ibn Jazari. Ndio hiyo miaka 4. Miaka 2 nilimaliza kuhifadhi Qur'ani. Miaka 2 kwa umemaliza kuhifadhi Qur'ani yote. Kwa hiyo 2020 ilikuwa nimemaliza. 2021 mpaka sasa hivi nafanya muraja tu. Safari yangu ilikuwa ndio hivyo katika kuhifadhi. Mashallah, ilikuwa ni safari ya kipekee sana, lakini ni kupongeze pia kwa sababu haikuwa safari nyepesi kama hapo ambapo umesema mama ilifikia tu mpaka akataka kukuachia radhi, lakini bado hukutikisika, ulikuwa na msimamo. Tutakuja kuyazungumza huko siri ilikuwa ni nini mpaka ukawa umeweza kushikilia sana msimamo wako na ukabaki katika njia ambayo wewe ulikuwa umeitaka. Sasa hivi baada ya kufikia hatua hii paka toka ulipoanza paka ulipofikia, kuna mashindano yote umeshiriki baada ya kuhifadhi? Nimeshiriki. Mashindano gani? Nimeshiriki mengi. Uwanja wa Taifa pale nimeshiriki kwa Kishki. Naam. Lakini sikubahatika sababu unajua
Ulishiriki mwaka gani? Mwaka 2022. Mwaka 2022. Pia nimeshiriki Diamond Jubilee. Pale nimeshiriki pia mwaka huo 2022. Pale nilishinda, nilikuwa mtu wa 3. Kabla ya hapo, kabla ya mashindano kulikuwa kuna mchujo, ambaye mchujo mtu atakayefaulu wa kwanza ambaye atakayeenda kuwakilisha pale Diamond atapewa nyumba. Kwa hiyo nilikuwa wa kwanza, baada hapo nikakabidhiwa nyumba ndo Mashaallah. Kwa hiyo ulishindana kwenye mchujo, mtu ambaye alitakiwa iwakilishe nchi kwenye mchujo, mshindi anapewa nyumba. Wewe ukashinda, ukapata ile nyumba. Mashaallah. Alafu uenda kushiriki ndio ukawa mshindi wa 3. Katika mafanikio kama haya, mama anasemaje sasa hivi? Yaani wakati unapita katika mafanikio kama haya sasa, mama yeye alikuwa anasemaje? Kweli mama sasa hivi ananisupport sana kwa 100%. Kwa sababu kuna mchango mkubwa. Ukiachana na haya mashindano makubwa, kuna mashindano madogo huwa anashinda. Hizi milioni 2 huwa anampelekea. Kwa hiyo anaona matunda ya Qur'ani ya kidunia, kuachana na matunda ya akhera. Allah amemjalia tayari ameshaingia katika upande huu. Alisilimu mwaka gani? Alisilimu mwaka 2017. Mwaka 2017. Maana ni mwaka mmoja tu baada ya wewe kusilimu na yeye akasilimu. Na baba yule wa kufikia yupo. Mashaallah. Kwa hiyo sasa hivi mama ni balozi mzuri wa Qur'an, kwa sababu matunda yake ameweza kuyaona matunda yake ya Qur'an. Kuna vijana wengi kama wewe ambao sasa hivi wako katika safari zao za kuhakikisha unakihifadhi kitabu cha Allah, na wako maeneo mbalimbali huko. Kuna changamoto na vikwazo kama hivi ambavyo umevipitia, sababu kwa safari yako ulivyotueleza utofauti wake, changamoto zilikuwa ni kwanza umetumia kuanzia 2016, si ndio? 2016 mpaka sasa takriban miaka 8 tu, si ndio? Hii ni 2024 ndio hii ni 2025. Maana yake ni takriban miaka 9 hivi, ambayo yani miaka 9 ndo huu 2025. Kwa ni safari ya miaka 9 kutoka kuwa sio Muislamu kuingia katika Uislamu, kwenda mpaka kukihifadhi kitabu chote cha Allah. Ni safari yako ya miaka 9. Unaweza kuona ni muda mdogo, lakini ni safari ambayo ilikuwa ina mengi sana. Kuna vijana kama wewe ambao wanatutazama, wanatusikiliza kupitia katika podcast yetu hii. Changamoto ulipitia nyingi. Unamueleza nini anapokutana na changamoto ambazo zinataka kumkwamisha au kumrudisha nyuma katika kuliendea jambo lake la kuhifadhi kitabu cha Allah? Kwa vijana wenzangu ambao wapo katika jambo hili la kuhifadhi, nawahusia kwanza washikamane na kuhifadhi, alafu pia katika changamoto zisiwakwamishe, kwa sababu hii Qur'ani inahitaji msimamo mpaka kuimaliza. Sio msimamo tu, pia taufiki ya Allah inahitajika, lakini kwanza uwe na msimamo, uwe katika ile muadhaba, katika kudumu katika kuhifadhi, lazima uwe nao, sababu Qur'ani yenyewe inahitajika hivyo. Uwezi ukasema ukahifadhi alafu ukafuata mambo mengine, pia mara nyingi itakuwa ngumu kwako, utapishana naye. Kwa hiyo nahusia wawe na istiqama, msimamo katika jambo la kuhifadhi, hata changamoto gani ziwafike, inabidi katika msimamo. Naam. Sawa. Safari yako imekuwa kitofauti na kama ambavyo umetuelezea, miaka 9 ya kutoka kuwa sio Muislamu kuwa Muislamu na mpaka kuweza kukihifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kipi katika hii miaka 9 ambacho huwezi kukisahau maishani mwako? Kwa kweli naweza nikasema Qur'ani imenipa mafanikio makubwa ambacho sitosahau katika maisha yangu. Nilikuwa sitegemei kupanda ndege katika maisha yangu. Hukutegemea kupanda? Kwa sababu toka kijijini, toka Ukristo mpaka kuja kusilimu, kuhifadhi na kusafiri katika nchi mbalimbali.
Umesafiri nchi gani na nchi gani? Nimesafiri kwenda Dubai. Kote huko ulikuwa unaenda kushiriki mashindano? Dubai. Nimeenda Libya pia. Libya. Nimeenda Misri. Nimeenda na Kuwait. Mwisho nimemalizia Saudia. Nimemalizia Saudi Arabia. Mataifa matano, mashaallah. Kote umezunguka huko kwa ajili ya Qur'an. Mafanikio makubwa katika haya mashindano ya kimataifa ambayo ulienda nje, ambao ulifaulu zaidi, ulikuwa umeshika nafasi ya? Ambayo nimefaulu zaidi ilikuwa ni Libya. Nilikuwa mtu wa 9. Ulikuwa mtu wa 9. Kwa sababu mashindano ya kule wanakuwa ni magumu sana. Washiriki pia ni wengi. Washiriki 100. Namba ya washiriki inakuwa kubwa. Mpaka kupata nafasi hiyo. Nafasi ya 9 mzoefu sana. Ukiangalia wenzetu wanahifadhi toka mtoto, yani mtu anahifadhi. Kwa hiyo Qur'ani ile inakuwa kashaizoea, tofauti na wewe unakuja umehifadhi miaka miwili. Inakuwa si rahisi kwa sawa nao. Sawa. Ukiacha swala zima la wewe kuanza safari yako kutokea kwenye dini ambayo si Uislamu, ukaingia ukaslimu, ukaweza kukiendea kitabu cha Allah kikufikishia mafanikio makubwa kama uliofikia, ni jambo gani ambalo wewe sasa hivi mpaka hapo ulipofikia unasema alhamdulillah kwa kuwa Muislamu? Jambo gani ambalo ukilitazama kwenye Uislamu unasema yani hili mimi namshukuru Allah sana kwa neema hii ya Uislamu? Subhanallah. Jambo ambalo namshukuru Mwenyezi Mungu sana. Yani kwamba pengine ambalo hata ukilitazama ukasema mimi ningekuwa nimebaki kule sijui hata ningekuwaje. Kwanza katika hii skuli hizi nikisoma, mara nyingi mimi nilikuwa nikiongoza sawa, lakini marafiki zangu walikuwa tuseme si wema. Marafiki zako hawakuwa wema. Kwa hiyo nadhani ningebakia kule laiti nisingesilimu, kwa sababu nilivyosilimu tu wale marafiki zangu wakanitenga. Wao hawakuwa Waislamu? Wengine hawakuwa Waislamu, wengine Waislamu. Ni mchanganyiko. Wakanitenga, wananiita shehe. Kwa hiyo laiti nisingekuwa katika mazingira ya Uislamu, nasema ningekuwa katika watu waliopotea. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa hilo jambo. Bibi bado ipo hai? Bibi bado ipo hai. Umefanikiwa? Umefanikiwa, dawa yako kwa bibi imefanikiwa? Naomba Allah ajalie nyoyo yake iweze kukunjuka na kukubali Uislamu. Usikate tamaa, sababu ni bibi yako, ni mtu wako wa karibu. Mlinganie katika khairi na endelea kumwombea kwa Allah, na sisi tunaombea kwa Allah, na tunaomba wanaotazama na wanaotusikiliza pia wamuombe Allah aweze kuikunjua nyoyo yake, aweze kukubali Uislamu na aingie katika Uislamu. Mwisho kabisa, kwa sababu tumebakiwa na dakika chache sana, nikupe fursa kuweza kutoa nasaha kwa vijana wanao kutazama na kutusikiliza, vijana ambao wao ni pia wako katika vituo mbalimbali, wapo katika safari zao za kuhifadhi kitabu cha Allah. Uwape nasaha zako, lakini pia utoe nasaha kwa wazazi. Wewe kidogo umeweza kuwa hafidh, lakini katika njia tofauti sana, kama ambavyo tumeweza kuisikia ulipotuelezea historia yako. Kwa hiyo nikupe fursa uweze kunasihi wazazi, vijana, lakini na Waislamu kwa ujumla, tukizingatia tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wa Qur'an. Nitaanza na vijana kuwahusia wale wanaohifadhi Qur'an. Makuu katika kuhifadhi Qur'ani, ile mtu ahifadhi Qur'ani, naweza nikasema ni mtu kuwa na jitihada kwanza. Alafu cha pili, kudumu katika kule kufanya jitihada. Mtu asihifadhi mara kaenda kufanya hichi, kaja karudi tena kahifadhi, kaondoka kaenda kufanya kingine. Adumu yani katika kuhifadhi, jitihada. Alafu cha pili pia ni taufiki ya Allah. Inabidi mtu aombe taufiki, kwa sababu kuhifadhi Qur'ani si matakwa yako. Lazima Allah kuthibitisha hilo. Allah mwenyewe anasema thumma awrathna alkitaba alladhina istawfaina min ibadina, kisha tukawarithisha kitabu hichi
alladhina, watu ambao istafaina min ibadina, tumewateua katika waja wetu. Kwa hiyo maana yake mtu aliohifadhi kateuliwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo si rahisi kuhifadhi bila taufiki ya Allah. Kwa hiyo katika wale wanaohifadhi wamuombe sana Mwenyezi Mungu awafikishe katika hilo. Huo ndio ni wasia wangu kwa vijana. Pia njia nyepesi ya kuhifadhi, kuachana na maasi. Hiyo ndio njia nyepesi kabisa ya kuhifadhi kitabu cha Allah. Tuachane na maasi. Nasaha nzuri kabisa kwa vijana, nasaha nzuri sana tumeweza kuisikia kwa Abdul Malik, ambaye yeye ni amehifadhi kitabu cha Allah na ametuelezea safari yake kama ambavyo tumeweza kuisikia. Ilikuwa ni safari tofauti kabisa, kwa sababu yeye hakuwa Muislam, kwa hiyo alianza kwanza kuingia katika Uislamu, halafu ndio akaianza safari ya kukihifadhi kitabu cha Allah. Na safari yake kwa mujibu wa maelezo ni safari iliyomchukua wastani wa miaka 9 tangu kuingia kwake kwenye Uislamu mpaka hapa ambapo leo tumekaa katika meza hii ya Ncha Kali Podcast tunaizungumza safari yake. Ilikuwa ni safari ya kipekee sana, na nategemea kwa safari yake kuna mengi ya kujifunza, na tunamwomba Allah ajalie tuchukue kama mafunzo tuweze kujifunza. Lakini ametoa nasaha nzuri sana kuwa njia nyepesi ya kuhifadhi Qur'an ni kuachana na maasi. Baada ya kusema hayo, sisi hatuna la ziada. Hii ilikuwa ni Ncha Kali Podcast, ikiwa ni mfululizo wa podcast za mwezi mtukufu wa Ramadhani, msimu ambao tunaangazia wanaoitumikia Qur'ani tukufu. Mimi naitwa Rajab Msami, nilikuwa naye Abdul Malik Ramadhan kama mgeni wetu siku ya leo kwenye Ncha Kali Podcast. Mpaka kufika hapa tuna la ziada. Tunakuaga kwa kukwambia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.